Pia Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru kwa kukubali ombi letu la miche 200 ya parachichi na kuweza kutuletea hadi shuleni. Tunakuahidi tutaitunza miche hii hadi ilete matokeo chanya katika shule yetu. Pia tunakushukuru kwa kufika kushiriki nasi siku hii muhimu ya upandaji wa miche hiyo na kuacha shughuli zako zote. Hakika Mungu wa mbinguni akutunze. Na hili linatekelezwa sasa kwa zoezi ambalo amekuja kulikamilisha Mheshimiwa Mbunge, lakini ikiwa ni sehemu yake ya uchangiaji. Kwa hiyo kwa namna ya pekee niseme kwamba anatekeleza agizo alilopewa ambalo mkoa umepewa, na hivyo hivyo mkoa ukaingia mkataba na wakurugenzi, na pia yeye akiwa pia ni mbunge wa kuhakikisha afya na udumavu unaondoka, anafanya hili swala kwa vitendo. Hilo tupige makofi kwake, hata kama hutaki wewe piga. Tunajua baada ya muda mfupi hii ni miche ambayo tunasema imedraftiwa, imebadiwa. Kwa hiyo itaanza kuzaa kwa muda mfupi zaidi, na kwa kufanya hivyo afya zetu zitaboreka, lakini pia hatutakuwa na udumavu, hivyo ustawi wa taifa kwa ujumla utakuwa umeimarika, na hivyo kuendelea kuleta maendeleo katika mazingira yetu na kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii yenye afya bora. Mwananchi na wataalamu wote unaoona hapa ni wapambanaji na ni watu wa kutafuta fursa. Kwa nini nayasema maneno haya? Kuna wetu wanaweza wakasema, Mheshimiwa Mbunge, umeleta hii miche Uwemba kwa sababu ni nyumbani. Nataka nilikatae hilo, lakini nataka niwape uhalisia wa miche hii kufika. Mheshimiwa Mbunge, miche hii hawa walimu wa shule ya msingi ya Umago walijiongeza, wakaanza kutafuta mapeke, wawatike mapeke yaweze kuja kutoa mche waweze kuja kupanda hapa, kitu ambacho kingechukua muda mrefu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Mbunge, baada ya kuangalia wapi na wapi tunaweza tukapata fursa ya kuweza kusapotiwa, wakaona wakuandikie barua Mheshimiwa Mbunge. Kwa hiyo miti hii isije ikatafsiriwa kwamba imekuja kama imepotea njia. Hapana. Niwapongeze sana walimu wa shule ya msingi Umago kujiongeza kuandika barua kwa Mheshimiwa Mbunge. Na hivi ndio jinsi ambavyo tunatafuta fursa. Lakini wao ukikaa miche haiwezi kukuta shuleni kwako. Na ndio maana Uwemba tuna shule 7 za msingi. Kwa nini hiyo Umago? Na kwa nini sio shule nyingine? Kwa Mheshimiwa Mbunge, ili nataka niliweke clear. Hii miche ionekane imefika kwa jitihada za walimu kukuandikia barua, lakini pia Mheshimiwa Mbunge, baada ya kukufikia barua, hata wiki haikuisha umekuja kutuletea miche 200 ya parachichi. Tukupongeze kwa hilo. Kwa sababu hatua ya kwanza ilikuwa ni ya walimu, lakini ingeweza kufika kwako wangeidampo. Lakini niwashukuru pia makatibu wako, kwa sababu barua ilipofika ofisini kwako wakakueleza na ukaamua kutuletea miche 200. Mheshimiwa Mbunge, nikushukuru sana. Lakini pia Mheshimiwa Mbunge, kila mmoja anajua gharama ya miche sasa hivi ilivyo kubwa. Na Mheshimiwa Mbunge, miche 200 sio miche michache, ni miche mingi sana. Na mimi siku zote huwa nasema kwamba unaweza ukawa umejibana kufanya kitu kingine, umekuja kutuletea miche ya parachichi kwa watoto hao. Hii unayoweka katika shamba hili ni alama, Mheshimiwa Mbunge. Na mtendaji wangu wa kata amesema baada ya miaka 3 tutakuja kukukaribisha. Baada ya miaka 3 tafsiri yake tutakuja kukukaribisha, kukusomea taarifa ya mapato na matumizi, kwamba haya matunda watoto wamekula kiasi fulani, tumeuza kiasi fulani, na kiasi fulani tumekiweka katika maendeleo ya shule. Kwa baada ya miaka 3 taarifa ambayo tutakuja kukuletea. Kwa hiyo tukuhakikishie tu, mimi pamoja na wataalamu wa kata, Mheshimiwa Mbunge, tutaifuatilia hii miche kuona wanaitunza vizuri. Na kwenye hilo wacha waniite mnoko, na nitakuwa mnoko kweli, kwa sababu nitaifuatilia, na mtu yoyote atakaye kwenda tofauti na kuihudumia miche hii, kwa kweli huyo tutakula naye sahani moja. Na hili tu niliweke wazi. Kwa hiyo
Huu ni mtego kwenu walimu. Mmeomba, mheshimiwa mbunge kafanya. Kazi kwenu ni kuitunza hii miche. Miaka mitatu tunapokuja hapa tuje kuwa tunaambiwa hadithi za pesa kwamba tumepata nini kupitia nini miche hii, ili siku nyingine tunapopeleka ombi liweze kufanyaje, kujibiwa na kusaidiwa kwa wakati. Kwa walimu, huu ni mtego kwenu na mmejifunga kitanzi. Sisi tunachohitaji kwenye miche hii ni nini? Matokeo. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, mimi nikushukuru sana. Magoye! Mimi nianze kwa kuwapongeza sana ndugu zangu. Mkoa wetu wa Njombe na mji wetu wa Njombe umeendelea kuboresha miundombinu ya elimu, miundombinu ya afya, miundombinu ya barabara, miundombinu ya umeme, lakini kwa namna ya pekee tumeendelea kuboresha miundombinu ya elimu. Na shule ya Umago mimi ninafurahi sana, ni kama mtoto ambaye nimemzaa. Shule hii mimi nimeanza ubunge 2020. Nilitembelea pale ikiwa ndio kwanza tunahangaika, tuna madarasa ya shikizi kama mawili. Na tukawa na mahitaji makubwa ya kuhakikisha kwamba shule ile tunaifikisha mahali ambapo itapata usajili, na ikapata usajili kwenye kipindi ambacho mimi nilikuwepo. Tukaendelea kuiongezea fedha. Tunawashukuru sana TASAF. Tumefanya nao kazi kwa karibu sana mpaka tumefika hapo tulipofika. Kwa nawapongeza sana mkuu wa shule pamoja na walimu wote ambao mko pale. Kwa shule umefanya kazi kubwa pamoja na wenzio na viongozi wa elimu katika kata yetu. Kwa umoja wenu mmefanya kazi kubwa. Shule ile ukipita unapotokea unaweza ukasahau pale ni wapi? Ndio, si ndio Umago? Mala, kumbe shule nzuri, mazingira mazuri, inapendeza. Jamani, inapendeza. Hiyo ni shule moja nzuri sana, lakini bado ina mahitaji. Lakini katika jambo tunalofanya hapa leo ni jambo linalohusiana na kujitegemea. Shule zetu hizi na hasa za mkoa wa Njombe, pamoja na yote, tunataka sio tu tupate elimu, lakini tuwe na elimu ya vitendo. Tunapoongelea kwamba lishe ni kitu cha muhimu, tujue lishe tunaipata wapi. Kulikuwa na hii ombi na amekuwa maombi mengi, na nimekuwa nikitoa miche ya parachichi. Parachichi ni moja kati ya mazao mazuri sana kwenye kusaidia lishe sana. Ukipitia kwenye majarida mbalimbali yanayoandika kuhusu parachichi, utajiuliza ni kwa nini sisi hatulimi kwa wingi sana. Kwa hiyo nilianza mpango wa kutoa parachichi kwa vijiji na nimeendelea kutoa kwenye vijiji mbalimbali, lakini sasa nimekwenda kwenye mashule. Na nyinyi Umago mmekuwa shule ya kwanza kupata mradi wa parachichi kutoka kwa mbunge. Na nalifanya hili kwa makusudi makubwa. Nilipanga nitasaidia shule mojawapo, lakini Umago nyi wenyewe sijui mlisikia au sijui mlipata wapi habari, lakini mimi na uhakika ilikuwa katika mipango yenu, kwa sababu mna parachichi tayari kidogo. Ilikuwa katika mipango yenu, mkaleta maombi ya haraka, na mimi nikifahamu kwamba tuko kwenye kipindi cha kupanda parachichi, nikasema nitatafuta miche ya parachichi kwa haraka sana. Na miche ya parachichi kwa mwaka huu ilikuwa ya shida jamani. Ukiona mtu anakupa miche hata 10, 5, 20 ni kitu kikubwa, kwa sababu ilikuwa ya shida. Wananjombe wamechangamka, wamejua umuhimu wa zao la parachichi, wanapanda kwa nguvu sana, na tunataka mashule na yenyewe yapande parachichi kwa wingi. Kwa hiyo ninawapongeza sana kwa jambo hili kubwa ambalo nyinyi kwanza mlishalianza, mmefanya hiyo kazi, mmeanza kupanda hapa, na mimi leo nimekuja kumalizia kwa kuonyesha namna gani niko na nyinyi kwenye swala hili ambalo mimi naliongelea. Mimi ni mbunge wa vitendo, sio mbunge wa maneno. Watoto semeni mbunge wa vitendo. Mbunge wa vitendo. Mimi sio wa maneno, nafanya kwa vitendo. Kwa hiyo nimekuja kufanya kazi na nyinyi. Na mimi nina shamba la parachichi kule maeneo haya. Mimi nilizaliwa kwenye huu mlima. Hivi mnajua? Hatujui. Mimi nilizaliwa huu mlima ndio baba yangu alikotoka. Kwa hiyo nimewatia motisha wananchi wapande parachichi kwa wingi, wanaendelea kupanda. Na hili eneo la shule ningependa sana lipande parachichi kwa wingi. Kwa hiyo nawapongeza sana kwa kuanza hii kazi.
lakini nawapongeza kwa yale mliyosema ambayo mmeyafanya. Ndugu zangu, nimesikia maendeleo yenu ya shule kitaaluma. Shule ni kwanza, ni taaluma, mengine yanafuata. Ni taaluma na lishe, sawa? Taaluma na lishe, kwa sababu taaluma bila lishe na lishe bila taaluma ni kama unapoteza muda. Kwa hiyo nimesikia maendeleo ya kitaaluma, mmekuwa mnakwenda vizuri mwaka hata mwaka. Hongereni sana. Walimu nawapongeza sana, muendelee na kazi hiyo, na tuwaombe sana. Tunataka Umago iwe shule ya mfano, kwanza kwenye hii kata, lakini katika jimbo letu. Hiyo inawezekana katika shule za msingi, inawezekana. Sema inawezekana. 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 Sababu na uhakika nyinyi watoto mna uwezo. Nimeona jinsi mnavyofaulu, mnafuatilia masomo, lakini walimu wenu wanaonekana wana nia kubwa sana na wana kiu ya kuhakikisha kama mnafanikiwa. Kwa hiyo tufanye hii jambo la parachichi. Lakini nitoe angalizo, na ninafurahi kwamba Mheshimiwa Diwani ameshaliongelea kwamba kupanda ni jambo moja, kutunza ndio jambo la muhimu zaidi. Wenzetu wengi ambao wameingia kwenye hili zao wameingia kwa kasi, lakini kasi imerudi nyuma kwa sababu wamegundua kuna matunzo makubwa yanatakiwa, na matunzo hayo sio ya muda mfupi, hasa miaka 3-4 ya kwanza. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, umeshatoa angalizo kwamba utafuatilia, na mimi wewe ndio naye kumudu. Kwa hiyo mimi nitakufuatilia wewe kuhakikisha kwamba jambo hili linakwenda vizuri. Parachichi hizi tunapata matunda. Tukiweza kuhakikisha kwamba hizi parachichi zinaanza kuzalisha baada ya miaka 3-4, tuna uhakika tutakula na tutapata mtaji wa kufanya mambo mengine. Ndugu zangu, ni zao zuri la kibiashara, ni zao zuri kwa ajili ya lishe, ni zao zuri kwa ajili ya maendeleo ya mji wetu wa Njombe. Mimi kama mbunge ninaendelea kupambania tuendelee kuwa na mambo mbalimbali yatakayofanya zao hili lishamiri, ikiwa pamoja na kupata madawa kwa bei nafuu yatakayosaidia kulinda zao hili. Na tunasema wananchi wa Njombe waendelee waingie kwenye ufugaji wa mifugo mbalimbali, kwa sababu mnahitaji mbolea ya uhakika. Kwa hiyo mwalimu, kajipange polepole, lakini hii hasa kwa wananchi naisema tunahitaji ufugaji, tupate mbolea. Hii parachichi ikiwa na mbolea, na ukiwa na mbolea yako unakuwa na uhakika wa zao hili. Nia yetu na nia ya serikali na nia ya mkoa wetu ni kuendelea kuwa kitovu cha parachichi katika mkoa na katika nchi, na jambo hilo tunaliweza. 70% ya uzalishaji wa parachichi ya Tanzania inayokwenda nje inatoka katika mkoa wa Njombe, na asilimia kubwa ya hiyo 70% inatoka katika halmashauri ya mji wa Njombe. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kufikiria mbali, kuwa na viwanda vya kuchakata parachichi. Na kama viwanda vitaanza, na hapa eneo hili katika moja ya mambo niliyoyaongelea kwenye parachichi ni kwamba ni lazima tufike mahali na sisi tuwe na kiwanda cha kuchakata zao la parachichi, tupate mafuta, tuongeze thamani kwenye zao. Kwa hiyo wakati mipango hiyo inaendelea, na nyinyi tunzeni, mnavyotunza pengine mbele ya safari mtakutana na kiwanda. Kwa hiyo tutazalisha mafuta ya parachichi hapa, tutauza mafuta ya parachichi kutoka katika eneo letu la Uwemba. Zangu wana Umago.